Katika moja wangu ya video nilizozitoa hivi karibuni, nilikuwa naeleza kwamba unapoisoma Qur'ani unakutana na baadhi ya sura ambazo kimsingi hazina faida yoyote kwa wanadamu, hata kwa Uislamu wenyewe. Na nilitoa mfano wa sura ya 33 aya ya 53 kama mfano wangu. Sasa siku kadhaa baadaye, baadhi ya Waislamu ambao nilikutana nao kwenye midahalo mifupi kwenye online walikuja na hoja kadhaa wakitetea kwamba kimsingi yapo mafunzo mle ndani. Sasa kwa kutumia video hii nataka tuzame ndani zaidi juu ya hii sura ya 33 aya 53. Na kimsingi nataka tuangalie mambo mengi, kwa nini haya za namna hii ni hatari sana katika mafunzo, lakini pia ni namna gani mafunzo haya si tu hayana manufaa kwa wanadamu na kwa Waislamu, lakini yana upotofu mkubwa sana nyuma yake. Sasa nitakwenda kuisoma tena hii aya ya 33 aya 53 na nitaendelea. Sasa tukaisome aya ya 33 aya 53. Inasema hivi: enyi mlioamini, msiingie nyumba za mtume ila mpewe ruhusa kwenda kula pasipo kungejea kiive, lakini mtakapoitwa ingieni, na mnapokwisha kula tawanyikeni, wala msiweke mazungumzo, maana jambo hili linamuudhi mtume, naye anakuoneeni haya, lakini Mwenyezi Mungu haoni haya kusema haki. Nanyi mnapowauliza kitu, yani wakeze, waulizeni nyuma ya pazia. Kufanya haya kutasafisha nyoyo zenu na nyoyo zao, wala haikupaseni kumuudhi mtume wa Mwenyezi Mungu wala kuoa wake zake baada yake kabisa. Hakika jambo hili ni dhambi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika mojawapo ya madai ya wale ndugu zangu Waislamu, kwanza walipinga swala la kwamba aya hii haifundishi kwamba Muhammad kupitia aya hii kutoka funzo la kuzuia wake zake kuolewa, na ni kitu ambacho kwa kweli ni udanganyifu mkubwa. Sasa tuangalie kitu kwanza cha msingi naenda kukiangalia ni kwamba aya hii nini kilipelekea kushuka kwa aya hii. Tukasome Sahih Bukhari, tunaenda kusoma Sahih Bukhari, kisa ambacho kinarekodiwa katika Sahih Bukhari hadithi namba 4791, iko katika kitabu cha 65, ni hadithi namba 313 inapatikana huko. Inasema hivi: imepokewa kutoka kwa Anas bin Malik, Mtume Mwenyezi Mungu alipomuoa Zainab bint Jahsh aliwaalika watu kwenye chakula. Walichukua chakula na kubaki kuzungumza. Kisha Mtume akaonyesha kana kwamba yuko tayari kuinuka, lakini hawakuinuka. Maana yake ni kwamba katika ile ndoa ya Zainab alivyoalika watu kula, akafanya kuinuka, lakini watu hawakuinuka, ishara kwamba anataka kuondoka ili na watu nao waondoke. Alipoona vile akainuka tena, na wengine nao wakasimama, isipokuwa watu watatu ambao waliendelea kukaa. Maana yake Muhammad aliinuka halafu akaanza kuondoka. Baadhi ya watu waliondoka, lakini kuna watu watatu ambao walibaki, waliendelea kukaa. Mtume akarudi ili aingie nyumbani kwake, maana yake alivyoondoka kisha akarudi, lakini akaondoka tena, maana yake wale watu watatu bado walikuwepo. Kisha wakaondoka, yani wale watatu baadaye wakaondoka. Nikaondoka na kwenda kwa Mtume kumwambia kuwa wameondoka. Akaja na kuingia kwake. Nilitaka kuingia pamoja naye, lakini aliweka pazia kati yangu naye. Yani huyu sasa Anas alitaka kuingia nyumbani kwa Muhammad, naye Muhammad akamfungia pazia ili asiingie. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha aya inayosema enyi mlioamini, msiingie katika nyumba za Muhammad ... nikimaanisha kwamba mtume, kwa kupitia mtume Allah akashusha hii sura ya 33 aya ya 53. Hii ni mojawapo ya kisa ambacho kimepelekea katika hii aya ya 53. Ukisoma hii aya ya 53 unakutana na mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, unakutana na mazuio ya kuingia katika nyumba za Muhammad pasipo kualikwa, na pia wale watu wanapoalikwa wakimaliza basi waondoke haraka. Jambo la pili unalikuta ni kwamba wanawake, kutengwa kwa wanawake, kwa sababu kuna mambo mawili. Kuna kuja pia mwongozo namna gani wanawake wavae, lakini pia wanapokuwa ndani ya nyumba watengwe na pazia, au wanaposema pazia katika imani ya Kiislamu ni pazia lenyewe kabisa, ama burka zile wanazovaa, kwamba asiweze mwanamke kuonekana maungo yake na vitu kama hivyo. Jambo la tatu unaliona katika hadithi hii ni zuio la wake wa Muhammad kuolewa na wanaume wengine, iwe wakati huo Muhammad akiwa hai, pengine kama amewapa talaka,
au baada ya kufa. Na kimsingi hili lilitokea kwa sababu wake wa Muhammad hawakuwahi kuolewa, kwa sababu hii tayari hili zuio lilikuwepo. Na katika hawa wake, wakati wa kisa hichi kinashuka, kuna wakati huo Muhammad tayari amemuoa huyu Zainab. Aisha yule mmoja wapo wake wa Muhammad naye alikuwepo. Huyu ni Aisha ambaye Muhammad alimuoa huyu binti akiwa na miaka 6 na akaingia kwake huyu binti akiwa na miaka 9, lakini sio kisa tunachokizungumza leo. Sasa kumbuka, katika ile hadithi nimekusomea, hii ilikuwa ni ndoa ya mwanamke mmoja anaitwa Zainab binti Jahsh. Huyu Zainab binti Jahsh alikuwa kwanza, kabla ya Muhammad kumuoa, alikuwa ni mke wa mtoto wa kuasili Muhammad aliyeitwa Zaid. Na kisa kilivyo ni kwamba Muhammad alivutiwa sana na huyu mwanamke. Siku moja Muhammad alikwenda nyumbani kwa Zaid, akamkuta huyu mwanamke ikiwa Zaid hakuwepo, akavutiwa sana na huyu mwanamke. Na huyu Zaid kuona kwamba Muhammad amevutiwa huyu mwanamke, akampa talaka huyu Zainab ili Muhammad aweze kumuoa. Ndipo baadaye Muhammad anamuoa. Baada ya Muhammad kumuoa huyu Zainab, kukaleta mtafaruku mkubwa baina yake na baadhi ya wafuasi wake. Tukasome sura ya 33, sura ile ya 33 aya ya 4 mpaka ya 5. Sura ya 33 aya ya 4 mpaka ya 5. Tutaona mojawapo ya matokeo ambayo ya kisa cha Muhammad kumuoa huyu Zainab. Tunasoma hivi: Mwenyezi Mungu hakumwekea mwanadamu nyoyo mbili kifuani mwake, wala hakuwafanya wake zenu mlolinganisha migongo yao na migongo ya mama zenu kuwa mama zenu, wala hakuwafanya watoto wenu wa kupanga kuwa wana wenu hasa. Watoto wa kupanga hapa maana yake ni watoto ambao nasema kwa Kiingereza adopted children, yani watoto ambao unawaasili. Naam, hawakufanya watoto wenu wa kupanga kuwa wana wenu hasa. Hayo ni maneno yenu ya vinywa vyenu, na Mwenyezi Mungu ndio anayesema kweli, naye huongoa njia. Waiteni kwa baba zao, maana huo ndio uadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Na kama hamwajui baba zao, basi ni ndugu zenu katika dini na rafiki zenu, wala si lawama juu yenu mkikosa. Lakini katika yale zilizoyafanya nyoyo zenu kwa kusudi, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kurehemu. Mambo mawili yanatokea hapa, kwamba aya hizi zilishuka baada ya manunguniko. Muhammad anashushiwa hizi, kwa mujibu wa maelezo yake, anashushiwa hizi ambazo zinafanya mambo mawili. Kwanza, Allah anaharamisha kuwasili mtoto, lakini matokeo yake ni kwamba pia baada ya kutokea hivyo ni kwamba ilikuwa ni halali kwa mtu ambaye kijana wake ambaye amemwasili akimwacha yule mwanamke, basi ilikuwa ni halali kwake kumuoa. Ndio ilikuja kwamba ni uhalali. Muhammad anakuja kuhalalisha kwa kutumia hizi aya mbili. Sasa tuendelee. Tunapoangalia visa hivi kutokea hii sura ya 33 aya 53 na hizo sura ya 33 kama nilivyokusomea hiyo aya ya 4 na ya 5, tunaona nini? Jambo la kwanza tunaona kwamba kubwa kabisa, mambo kadhaa hapa. La kwanza tunaona kwamba Muhammad akaenda kinyume kabisa na mafundisho na sheria za Mungu na miongozo ya mitume na nabii kabla yake, kwa sababu katika imani siku zote Mungu anapotuma manabii huwa jumbe zao, mafundisho yao, makatazo yao na sheria zao huwa hazikinzani. Sasa tunapoona hapa, cha kwanza kabisa, Muhammad anapingana kwanza na sheria za Mungu, Mungu wa Israeli, Mungu yule wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Na tunaenda kusoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 mstari wa 17, tunaona jinsi gani Muhammad kwa kumuoa huyu Zainab anakuwa amevunja amri ya 10. Kutoka sura ya 20 ile ya sura mstari wa 17 unasema hivi. Hii ni katika zile amri 10 za Mwenyezi Mungu ambao anasema aliziandika kwa kidole chake. Usiitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yake. Naam, hii ni amri ya Mungu ambaye Muhammad anasema huyu Allah ndio Mungu aliyeshusha hizi amri 10. Tunaona moja kwa moja kwanza Muhammad anaenda kuvunja amri ya 10 ya Mwenyezi Mungu huyu. Tunaenda pia tunaangalia jambo jingine la msingi. Tukasome Torati, na hiyo pia unaikuta amri hiyo ya 10 unaiona pia katika Torati sura ile ya Kumbukumbu la Torati sura ya 5
mstari wa 21 unakutana nayo. Jambo jingine la msingi ambalo tunaliona katika kisa hiki na katika aya hii na nyingine, unaona kwamba anakiuka msingi wa ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Kumbuka Muhammad anakuja baada ya Bwana wetu Yesu Kristo, na katika mambo mojawapo Bwana Yesu alipokuwa duniani alithibitisha ni kuhusu swala la kusudio la Mungu kwamba ni mume mmoja na mke mmoja. Tukasome kwenye kitabu kwanza cha Mwanzo tuone jinsi gani katika uumbaji Mungu anatengeneza ndoa na mpango wake wa ndoa unakuwaje. Tunasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba, kwamba aliumba mwanamume na mwanamke. Na tunakuja huku mbele tunakutana na Bwana Yesu ambako anaulizwa maswali kuhusu swala la ndoa, na Bwana Yesu analiweka vizuri kabisa hili katika kitabu cha, tunaenda katika Injili ya Mathayo sura ya 19 mstari wa 4 mpaka wa 6. Bwana Yesu anasema hivi: akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Kumbuka katika hii ndoa ya Muhammad na Zainab, Muhammad alisababisha mwanawe yule Zaid, mwanawe wa kufukia au wa kuasili, akamfanya Zainab aachike, na ndipo Muhammad anamuoa. Tunaona hapa sasa Muhammad anakwenda kinyume pia, kwanza na mpango wa Mungu, lakini pia na mafundisho ambayo Bwana Yesu anayaweka miaka zaidi ya 600 kabla ya Muhammad kutokea. Hilo ni jambo jingine la msingi pia tunalikuta katika kisa hiki. Jambo jingine ambalo Muhammad anakiuka, tunakumbuka nilikuonyesha pale kwamba jambo moja hapo katika hii hadithi tunaona kwamba Muhammad anaweka zuio kwa wake zake wasije wakaolewa, iwe wakati ule akiwa hai, kama ikitokea kwa mfano amewapa talaka, au baada ya yeye kufa. Tunaona nini hapa? Twende tukasome kitabu cha Warumi, sura ile ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 3. Tuone Mtume Paulo anazungumzia vipi swala hili. Paulo anasema hivi, sura ya 7 mstari wa 2 mpaka wa 3: kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Maana yake hapa Paulo anachotuambia ni kwamba mke anakuwa amefungwa tu pale ambapo mume wake yu hai, lakini mume anapokufa anakuwa huru ya kuolewa na mwanamume mwingine ikiwa atapenda. Tukasome pia Paulo analirudia hili somo ili jambo katika ule waraka wa kwanza wa Korintho sura ile ya 7 mstari wa 39. Paulo anasema hivi: mwanamke hufungwa maadamu mumewe yu hai, lakini ikiwa mumewe amefariki yu huru kuolewa na mtu yoyote amtakaye katika Bwana tu. Haya ni mafundisho ya mitume na Bwana Yesu miaka zaidi ya 600 kabla ya Muhammad kutokea, na Muhammad anapotokea anapindua vitu vyote hivi. Naam, tumeshaangalia kimsingi matatizo ya huyu Muhammad na mafundisho yake na hizi aya, lakini tukaangalia jambo jingine la msingi. Nini matokeo ya mtu ambaye anafuata mafundisho ya huyu Muhammad au mafundisho ya aya hizi zinazoshushwa na huyu Allah katika Qur'ani? Mambo kadhaa tunakuja kuona. Kwanza mtu yote anayefuatisha mafundisho haya anakuwa anavunja amri na sheria za Mungu. Tumeona katika ile amri ya 10, tumeona pia anakuwa huyu Muhammad pia anakiuka misingi ya ndoa na uhuru wa mwanamke baada ya mumewe kufariki. Na kwa hiyo ukiangalia kimsingi unakuta kwamba haya ni mafundisho ya upotofu kabisa, na matokeo yake ni kuleta maangamizi na kutenda dhambi ambazo mwishoni zitakupelekea hukumu. Na hukumu hii hatuzungumzii hukumu nyingine yoyote ndugu yangu, tunazungumzia hukumu ya moto wa milele. Sasa mambo gani mengine tunaweza kuyaona humu? Kuna mambo mengi ukitizama, unapotafakari haya masomo au hizi aya na kutafakari hizi hadithi za Muhammad na visa vyake hivi, tunaona mambo kadhaa. La kwanza kabisa unakuja kugundua Qur'an si kitabu cha Mungu, wala huyu Allah au Mungu huyu si aliandika Qur'an, kwa sababu Mungu ni mwaminifu sana.
habadiliki katika neno lake, habadiliki katika mafundisho yake, habadiliki katika sheria zake. Na ndio maana anapotokea mtume yoyote akafundisha mambo kinyume cha huyu Mungu Yahwe, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, huyo anakuwa ameyatoa mafundisho hayo kwa Mungu mwingine, sio huyu wa Yahwe, na pia anakuwa si nabii au mtume wa huyu Mungu. Kwa hiyo tukitizama, hebu tukatizame, nimekuzungumzia pale mwanzoni, tuliona kwamba pale kuna mambo kadhaa. Kwa mfano kuna katika ile aya ya 53 tunaona mazuio na mafundisho ya kuhusu wanawake wavaeje. Lakini hili lilitoka wapi? Hili halikutoka kwa Allah. Na tunakuja kuona mmojawapo masahaba wa karibu kabisa, Umar al-Khattab, ndiye ambaye alikuja na wazo lile. Tukasome katika Sahih Bukhari. Safari hii tutasoma Sahih Bukhari hadithi namba 4790 ambayo inapatikana katika mlolongo wa vitabu, ni kitabu cha 65 hadithi namba 312. Amesimulia Umar, huyu ni Umar al-Khattab, mmojawapo masahaba wa karibu kabisa wa Muhammad. Amesimulia Umar, nikasema, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, watu wema na wabaya wanaingia kwako, yani nyumbani kwa Muhammad. Basi nakushauri waamrishe mama za waumini, hili ni takuja kufundisha huko mbele, mama za waumini hawa ni wake wa Muhammad. Basi waamrishe mama za waumini wazingatie pazia. Naam, pazia kama nilivyokuambia pale mwanzo ni aidha pazia kabisa, kama ni ndani ya nyumba panawekwa pale ukumbini panawekwa pazia, wanawake wanakaa upande huu, wanaume wanakaa upande huu, au zile nguo inaitwa burka, na yenyewe pia zinahesabika kama ni pazia ili wasiweze kuonekana. Kisha Mwenyezi Mungu akateremsha aya za al-hijab. Aya za al-hijab ni hii mojawapo, zinapatikana katika sura ya 33 aya ya 53 na sura ya 33 aya ya 59. Kwa hiyo unagundua kwamba hili swala la mavazi yale ya hijab au kuweka pazia, hali hili lilikuwa ni wazo binafsi la Umar al-Khattab, na baadaye Muhammad anakuja anasema kwamba ameteremshiwa hizi aya ambazo Allah anashusha, ambazo basically kimsingi ni mawazo ya binafsi ya Umar al-Khattab. Jambo jingine tunakuja kuona pia ni kwamba katika masomo makubwa zaidi mengine tunagundua kwamba Muhammad si nabii wa Mungu, kama nilivyosema kwamba mafundisho yake na mafunzo yake yanayoleta yanapingana na manabii na mitume waliokuwepo kabla yake. Kama nilivyokusomea pale zile amri za Mungu, nikakusomea mafundisho ya Bwana Yesu kuhusu ndoa, nikakusomea mafundisho ya Paulo kuhusu nini kinatakiwa kufanyika iwapo mke anafiwa na mumewe. Haya ni mafundisho ambayo Muhammad anakuja anafundisha kinyume. Kwa hiyo ndugu zangu, jambo la msingi ni kuangalia nini. Bila shaka haya mafundisho ya Muhammad hayana manufaa yoyote. Zaidi ni mafundisho hatari sana katika hatima ya roho za wanadamu, iwe ni Muislamu, iwe ni Mkristu. Haya ni mafundisho ambayo ni hatari na hayafai kuzingatiwa. Na tunahitimisha nini kwenye hili? Na katika kuangalia unakuta kwamba Muhammad, hizi aya nyingi zinakuja zinashushwa katika na hali ambayo hata baadhi ya watu waliokuwa wamemzunguka wanaanza kushtuka. Na mmoja wapo aliyeshtuka katika jambo hili alikuwa ni mke wake mwenyewe Muhammad, yule Aisha, ambaye Muhammad alimuoa akiwa na miaka 6 na akaingia kwake akiwa na miaka 9. Aisha anatuambia katika hadithi Sahih Bukhari, hadithi namba 4788 katika mlolongo wa vitabu. Hadithi hii inapatikana kitabu cha 65 hadithi namba 310. Amesimulia Aisha, nilikuwa nikiwadharau wale wanawake waliojitoa kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Nilikuwa nikisema, je, mwanamke anaweza kujipeleka kwa mwanamume? Lakini Mwenyezi Mungu alipoteremsha aya inayosema unaweza kuakhirisha umtakaye katika wao na unampokea umtakaye katika wao, wala si ubaya juu yako ukimwita ambaye zamu yake imeweka kando. Hii ikimaanisha ile ya 33 sura ya 33 aya ya 51. Na Aisha anaendelea, nikamwambia, akamwambia mtume, na ninahisi Mola wako anaharakisha katika kutimiza matakwa yako na matamanio yako. Huyu Aisha anaanza kushangaa kwamba mbona vitu vingi ambavyo Muhammad anavifanya ambavyo vinakuja kuleta ukakasi, muda si mrefu huyu Allah anakuja anavithibitisha au anaviidhinisha na kuviruhusu.
Aisha anaanza kupata wasiwasi kuhusu kwamba inavyoelekea huyu Allah ni Mungu ambaye anakwenda kushughulika zaidi na matamanio na mambo ambayo huyu Muhammad yeye yako juu yake binafsi. Na ukienda kimsingi utagundua kwamba katika mafundisho haya ukiisoma hii aya ya 33 kwa mfano kwenye zile ukisoma ile sura ya 33 unagundua mambo mengi kule ndani. Unagundua jinsi gani Muhammad anashuka na aya ambazo zinamruhusu kuoa mwanamke wote tu isipokuwa tu baadhi, kama kwa mfano watoto wa shangazi zake. Inaruhusu mpaka watoto shangazi zake, watoto wa jomba zake, na hata wanawake za Waislamu wenzia ambao watataka kuwa na Muhammad pia inamuondolea vipingamizi hivyo. Kimsingi ni kwamba inamfanya Muhammad asitende dhambi ya uzinifu, ambao ni mojawapo ya mafundisho na sheria kubwa kabisa za Mungu. Katika zile amri 10 za Mungu mojawapo ni usizini. Kwa hiyo unaona hizi na Aisha anayaona yote hayo. Sasa tukaangalie nini? Tunaangalia mambo mengine kadhaa. Tunagundua katika aya hizi, na unapokwenda hasa katika hii sura ya 33 unakutana na mambo kadhaa. Kwa mfano yeye huyu Allah katika Qur'ani anasema yeye si baba wa yoyote, na yeye anataka kwamba watu waende kwake tu ikiwa hali yeye ni mtumwa, na anasema haya katika sura ya 19 aya ya 93. Lakini pia katika hii sura ya 33 aya ya 40 huyu Allah anasema Muhammad si baba wa yeyote. Lakini kumbuka katika ile hadithi imekusomea Umar al-Khattab anasema mama za waumini, na hiyo pia tunaona katika Qur'ani katika sura ya 33 aya ya 6 tunaona wake zake Muhammad anaitwa mama wa waumini, na hii unaipata pia hata katika Sahih Bukhari sura ya ile hadithi namba 4790 ambayo inapatikana katika kitabu cha 65 hadithi namba 312. Sasa fikiria mambo kadhaa. Huyu Muhammad yeye si baba kwa waumini, lakini wake zake ni mama wa waumini, na wakati huo Allah hataki kuwa baba kwa yoyote. Ni namna gani haya mambo yanashangaza? Na ukichunguza unagundua sababu kubwa ya Muhammad kuja na aya na kusema kwamba wake zake ni mama za waumini ni kuthibitisha ile shuruti yake kwamba wake zake hawatakaa waolewe. Na wakati Muhammad anakufa, yule Aisha alikuwa bado ni binti wa miaka 18, kwa sababu Aisha alikaa na Muhammad kwa kipindi cha miaka 9, toka alipokuwa na miaka 9 mpaka miaka 18. Kwa hiyo mbali ya wale wake wengine kiasi kama 10 hivi, mbali ya Aisha, huyu Aisha yeye aliishi akiwa mjane toka na miaka 18, hakuzaa hata alipokuwa na Muhammad. Na baada ya hapo, maana yake kwa sababu ya sheria hizi kabisa za uonevu, Aisha alibaki katika maisha ya ujane kutoka akiwa na miaka 18. Sasa tunaona nini? Mafundisho haya yanatupelekea kuona mambo mengi sana, kwa sababu kwa ndugu yangu Muislamu na Mkristo unaangalia video hii, kikubwa hapa ni kwamba unaposoma Qur'an na unapoenda kusoma visa ambavyo vingi vilipelekea hizi aya kadhaa zinazoshushwa katika Qur'an, unakutana na visa vingi vingine vya kushangaza na vya kusikitisha, na vingine pia vinakuthibitishia kwamba mambo mawili kama nilivyosema pale mwanzo: Qur'an haikushushwa na Mungu, haikuandikwa na Mungu. Pili, inathibitisha kwamba huyu Muhammad si mtume wa Mwenyezi Mungu. Vyovyote vile haiwezekani, na namzungumzia hapa Mungu wa kweli, Mungu aliyejithibitisha kupitia manabii zake na mitume kadhaa. Mungu anajiita Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na kwa namna nyingine, ndugu yangu Muislamu, mafundisho haya yanakufanya wewe uwe mpweke sana mbele za Mungu huyu Allah, kwa sababu huyu Allah yeye hataki umuite yeye baba, na anataka uende kwake ukiwa kama mtumwa tu, na anakufanya uwe mpweke kwa sababu hata huyu Muhammad ambaye inasemekana ndio mtu wa karibu sana kwako, lakini hata huyu Muhammad naye pia si baba kwako. Kwa hiyo inafanya kwamba katika imani ya Kiislamu, wewe ndugu yangu Muislamu, wewe ni mtu mpweke sana. Lakini pia mbali ya hayo, huwezi kupata upendo kutoka kwa Allah, kwa sababu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo anajitambulisha kwamba ni Mungu
tangu mwanzo anasema anakuwa yeye ni baba katika taifa la Israeli, baba kwa wanadamu, hata baba kwa mwanaye mpenzi Yesu Kristo. Tumeona katika mistari kadhaa ya aya kadhaa za Qur'ani kwamba namna gani Allah yeye anasema si baba wa yote na mtu hawezi kwenda mbele zake isipokuwa tu akiwa kama mtumwa. Na tumeona pia Muhammad naye anatambulishwa kwamba yeye si baba kwa wanaume yoyote yule, si baba kwa mtu yoyote. Lakini tumeona pia katika mafundisho ya Biblia jinsi gani Mungu wa Israeli anavyojitambulisha na anataka sisi twende mbele zake kama watoto, na kwamba anatutambua sisi kama wanawe. Na tunakuja kuangalia namna gani Bwana Yesu anajitambulisha kwake, anataka sisi twende kwake na anatuita sisi rafiki. Tukasome katika kitabu Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 4. Luka 12 mstari wa 4. Bwana Yesu anasema hivi: nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiwaogope hao wauao mwili, kisha baada ya hayo hawana wawezalo kutenda zaidi. Bwana Yesu anatuita sisi rafiki. Tuone zaidi namna gani katika Injili ya Yohana 15 mstari wa 12 mpaka 15. Yohana sura ya 15 mstari wa 12 mpaka ule wa 15. Bwana Yesu anasema hivi: amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyosikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Bwana Yesu hatuiti tena watumwa, na anatuita na anatuambia laiti tungelikuwa watumwa asingetueleza yale yaliyoko kwa Baba yake. Ndugu yangu Muislamu, ni kutie moyo tu, nafasi hii bado ipo. Utoke katika utumwa wa huyu Mungu anaitwa Allah, uje kwenye pendo la Bwana wetu Yesu Kristo, uwe rafiki, uwe mwana wa Mungu, uhesabike haki, na mwisho uweze kupata uzima wa milele.